Marathon ni juu ya kuendelea kusisitiza juu ya maparoko na kamati tendaji za parokia na viongozi wa jumuiya kushiriki kwa kushirikisha jumuiya nzima. Kila jumuiya moja imepewa fomu moja yenye nafasi 16. Kwa hiyo katika hizo nafasi 16 mzijaze na ziwasilishwe kwa mweka hazina wa parokia, na mweka hazina wa parokia pamoja na paroko watafikisha fedha hizo kwenye akaunti ambayo imeainishwa ya Pugu Marathon, ili kusudi jimbo liweze kupokea hizo fedha na kuzitumia kwenye ujenzi ambao umekusudiwa wa kanisa mbadala, kanisa kuu la Bikira Maria mama wa Mungu. Msisitizo mkubwa ni juu ya WAWATA. Tunajua wale akina mama ni jeshi kubwa. Msisitizo mkubwa unakuja kwa vijana viwawa, ni jeshi kubwa. Msisitizo mkubwa ni juu ya ndugu zetu wanaume, UWAKA. Tunajitafuta, lakini bila sisi hakuna chochote kinachofanyika katika familia. Sisi ndio vichwa. Kwa hivyo vichwa vije na wake zao na watoto kwa ajili ya siku hiyo. Na zaidi sana ni waombe mapadre kutenga muda wa kufuatilia juu ya usajili, ili kusudi jambo hili ambalo kimsingi ni la askofu mkuu mwenyewe amelianzisha kama sehemu ya kutuhamasisha na kuonesha kwamba tusitegemee chanzo kimoja tu cha mapato katika kuchangia ujenzi ule, kishiriki chanzo na kiwe ni msingi. Lakini pamoja na haya ameangalia mbali askofu mkuu, ameangalia mbali kwenye mambo ya jamii, kwamba tushirikishe watu mbalimbali wa nje, tushirikishe watu mbalimbali wasiokuwa Katoliki, tushirikishe watu mbalimbali ambao tutashirikiana nao na kuimarisha mshikamano, kuimarisha afya zetu, kuimarisha uhusiano wetu na mambo mengine kama hayo ya kijamii. Na ninyi kama waandishi wa habari msambaze taarifa hizi kadri inavyowezekana, ili kusudi mtu asije kusema kwamba amepata taarifa amechelewa. Hii bado muda tunao wa kujipanga, na kits za mbio unazipokea mahali pale ambapo umejiandikisha parokiani kwako. Hata wale wenye sub-parishes au vigango watapokea hivyo vifaa vyao vya mbio kutokea kwa paroko ambaye ndio msimamizi wa hivyo vigango vyao. Na zoezi hili linawahusisha watu wote. Katika mbio zilizopita watu waliokuwa wanashinda wakiwa wa kwanza wakuwa wa Katoliki, wanasitaje majina yao, lakini kuonesha kwamba hii Pugu Marathon imeshashirikisha watu wengi na watu wote wanaikubali. Kwa hivyo sasa, ili kusudi ikubalike zaidi, sisi wenyewe ambao ndio wadau tujitokeze kwa wingi siku hiyo, na kama tulivyosema mwanzo ni kwamba siku hiyo itakuwa ni picnic ya aina yake, vyakula, vinywaji, michezo, watoto kuruka, wanaokunywa vinywaji baridi vitakuwepo, vinywaji moto vitakuwepo, kuanzia asubuhi mpaka jioni. Tumsifu Yesu Kristo. Wapi? Wao ni waombe kina baba, kina mama, watoto. Hii ni siku hiyo ni picnic. Kwa hiyo tunaomba wote tuweze kushiriki. Licha ya mbio kutakuwa kuna mambo mengine mbalimbali ambayo tumekishasema. Kutakuwa kuna vinywaji laini, vinywaji vya kuchangamsha, kutakuwa kuna chakula, kutakuwa kuna michezo ya watoto. Kwa hiyo ewe mzazi, usije tu peke yako, chukua familia. Huduma zote zitakuwepo. Huduma zote zitakuwepo za kijamii pamoja na zile ambazo za kiafya, vile vile tutakuwa na wataalamu wa afya. Kwa hiyo ndugu zangu, tunazidi kuwaomba tuendelee kujisajili, hasa na kule kwenye maparokia. Hapa sasa nitoe wito kwa waumini wa Katoliki. Nyie ndio wadau wakubwa namba moja, na tumeshajitahidi sisi kama kamati, tumeshasambaza kwa dekania zote, kwa parokia zote za jimbo kuu la Dar es Salaam na Bagamoyo. Kwa hiyo ni muhimu sana watu kujisajili zile fomu na kuweza kulipia kupitia maparokia. Kwa hiyo nyinyi ndio wadau. Vijana tunawategemea sana, kilomita 21 viwawa, kina mama tunategemea sana hamasa zenu. Kwa hiyo ndugu zangu, tunaomba sana, hii sio la kukosa. Nyinyi ndio wadau wetu wakubwa sana. Na sio tu kwenye maparokia, msijisikie watu wa vigangoni nao wajisajili kupitia, tunajua kuna vigango, wajisajili kupitia parokia zao. Na parokia teule vile vile waendelee kujisajili, tunawategemea sana. Kwa tunaamini mwaka huu Pugu Marathon itakuja kivingine. Wadau wetu wale ambao mko nje ya nchi, najua wako wengi nje ya nchi, kuna wazee wa kanisa ambao hawataweza kushiriki, lakini wanaweza kutuunga mkono kwa kuingia kwenye website yetu na kuchagua sehemu ya uchangiaji. Kingine,
Nadhani wakati ujao tutakuja wakati ujao hamtaniona nimevaa hivi. Wakati ujao mtaniona nimevaa tracksuit. Tracksuit ziko zinakuja, tracksuit nzuri ambazo ni za viwango vya kimataifa. Zile tracksuit nitakuja nimezivaa wakati ujao, mtaziona, gharama yake ni 1,500,000. Kwa wale ambao ni taasisi, tunakaribisha vile taasisi kama za mabenki, taasisi zozote ambazo za serikali au za kiserikali ambazo wenyewe wanaweza wakafanya kama corporate. Kwa hiyo tunaweza tukawasiliana nao, wakaja wakachukua zile tracksuit, wakaja na wenyewe tutawatambua hata siku hiyo tutaka tuwatambue kwamba sisi tumekuja kama taasisi, kama ni benki au ni nani. Kwa hizo tracksuit za kwa gharama yake ni 1,500,000. Kwa hiyo ndugu zangu, tunaomba tuyazingatie hayo. Asanteni sana. Waweja kurumba.